Hujambo na karibu tena kwenye episode nyingine ya Dig It with Imani, na kama ilivyo ada hapa tunazungumza masuala mazima ya ukatili wa kijinsia mitandaoni na hata nje ya mitandao. Na kwenye series hii hii hapa ikiwa ni episode ya 3, tunazungumzia masuala mazima ya uhusiano baina ya ukatili wa kijinsia lakini pia na dini. Kwa namna gani dini inaweza kuhusika katika mapambano ya ukatili wa kijinsia, lakini pia imani, sio kama jina langu lakini kile mtu ambacho anakiamini kinaweza kikaathiri vipi kutokana na mtazamo ama namna anavyofikiria kuhusu masuala ya ukatili wa kijinsia. Mimi ni Imani Henrik na leo nazungumza na mchungaji Blandina mstaafu kutoka KKKT, karibu sana. Lakini pia niko na Elizabeth kutoka CCT, taasisi ya CCT. Karibuni sana. Asante sana. Kabla hatuja kwenda mbali, ningependa kusikia ama kufahamu kiundani kuhusiana na taasisi mnazotoka. Tuanze na Blandina. ELCT kama inavyoeleweka ni kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania na lina program mbalimbali, lakini zaidi labda niongelee upande wa mashirika ambayo nimefanya nayo kazi kabla hata ya kustaafu baada ya kuugua, lakini tumefanya kazi na Norwegian Church Aid nikiwa program officer wa kwanza. Kwa hiyo program zote za Norwegian Church Aid mimi nilikuwa ni kama nimezianza, ni mwanzilishi. Kwa hiyo one of the program ya kwanza ilikuwa ni program ya ukatili wa kijinsia na pia kuwawezesha viongozi wa dini, mambo ya dini mbalimbali, mahusiano ya dini mbalimbali, kuwaweza kuwaleta pamoja ili kutatua matatizo katika jamii. Kwa hiyo ninapoongelea masuala ya ukatili wa kijinsia, tuliwasaidia viongozi wa dini kulielewa tatizo, halafu ili waweze kulitatua katika jamii wanazoishi. Kwa hiyo kulikuwa na semina mbalimbali kwa CCT, BAKWATA, Baraza la Maaskofu Tanzania, lakini pia na kule Musoma ambako ndipo kulikuwa na mradi ambao ulikuwa unasimamiwa na Baraza la Maaskofu Tanzania. Kwa hiyo tulifanya kazi karibu sana na askofu aliyoko kule, anaitwa Msonganzila, sijasahau vizuri lakini ni Msonganzila, na tulikuwa focus na eneo linaitwa Masanga. Na kule Masanga, kwa sababu ya hali iliyojitokeza, kulikuwa na wimbi kubwa la ukeketaji. Kwa hiyo tulichokifanya cha kwanza kabisa ni kuhakikisha kwanza tunaangalia wale viongozi, kuwatembelea wale viongozi wa kimila. Kwa hiyo tulienda kwenye maofisi yao, tulipatisha kapsitu fulani hivi kule Nyamongo. Kwa hiyo tulipata kibali cha kuongea na viongozi wa dini wa kimila ambao of course hawawezi kukubali kirahisi, wanadai mila zao na ni miaka ile ya 2014-2015. Kwa hiyo ilikuwa sio rahisi sana kukubali. Kwa hiyo tulichokifanya ilikuwa 2016. Yes, 6-7 somewhere. Okay. Kwa hiyo kitu ambacho tulikifanya baada ya kufanya ile kama kufyeka mbuga, yani kwa engage community na wale religious leaders pamoja na mangariba. Kwa hiyo tulikuwa na kwanza tufanye hiyo. Baada ya kuwaelimisha viongozi wa dini kama walioko maeneo yale wa dini, ni kumaanisha hizi dini ambazo wengi wa Katoliki, wa Lutheri, wa Anglikani, Mennonite kwa kule Musoma, pamoja na na hiyo dini ya asili sasa ambao wao wanafanya hiyo. Basi baada ya kuwa na vikao mbalimbali na viongozi wa dini, kwa sababu focus ilikuwa ni kwa support hao wenzetu wa Katoliki kwenye mradi huo wa watoto kwa rescue, kuwaokoa watoto wasiweze kufanyiwa ule ukatili wa kijinsia. Kwa hiyo tulipoanza kulifanya hilo, waliweza kuwaweka kwenye nyumba ambayo ilikuwa imejengwa. Mwanzo haikuwa imekwisha vizuri, lakini bado inaendelea kujengwa.
Kwa hiyo kulikuwa na watoto wakitolewa kule, wale wanaokataa ukeketaji walihifadhiwa kwenye kituo pale Masanga. Kituo kinaitwa Masanga, na palikuwa na masista na pia kulikuwa na shule imeanzishwa kwa ajili yao. Lakini pia kama nilivyosema, tuliongea na wale mangariba wale, tulibahatika, bahati mbaya sikuja na simu za zamani, ningeweza kuonyesha jinsi ambavyo tulikuwa ofisini kwa Bishop, na tulimpata ngariba alikuwa tayari kuacha kufanya ukeketaji. Kwa hiyo na wale watoto waliotoroka walikuwa wanawekwa pia pale Musoma mjini, kuna kituo pale, nimesahau jina lakini kiko pale. Yeah. Sawa. Elizabeth, Yes. Tuambie kuhusiana na CCT na kazi zenu mnazofanya, namna ambavyo zinaunganisha dini na ukatili wa kijinsia. Asante. Sisi Cross Connect katika program tunazozitekeleza, mojawapo ni enhance gender justice, yani kwenye masuala ya kutetea haki za binadamu kwa ujumla wake, na tukizungumzia kuhusiana na masuala ya ukatili kwa wanawake, watoto na masuala ya ukeketaji, tunafanya kazi katika mikoa mbalimbali. Kwa hiyo kwa sasa hivi tunafanya Mara, Singida, Dodoma, Arusha na Manyara. Kwa hiyo katika maeneo yote hayo tunayofanya kazi, tunafanya kazi na viongozi wa dini na jamii kwa ujumla wake katika kutoa elimu, kwa sababu tunaamini kwamba transformation inahusika yani kupitia utoaji wa elimu. Kwa hiyo tunafanya kazi na makundi mbalimbali. Tunafanya kazi na viongozi wa dini, tunafanya kazi na viongozi wa jamii, tunashirikiana pia kupitia zile school clubs za watoto kuweza kufikia marika mbalimbali ya watoto wa sekondari, lakini vile vile na primary, lakini pia na makundi mbalimbali yaliyopo kwenye jamii, ikiwa ni pamoja na vikundi vya kuweka na kukopa vya vikoba. Kwa hiyo katika maeneo yote hayo tunajitahidi kubalance, kuweza kutoa elimu kwa jamii, kuweza kutambua madhara, na kama tunavyojua hasa kuhusiana na masuala ya ukeketaji ni mambo ambayo yamejikita pia katika masuala ya mila na desturi, masuala pia ya kiimani. Kwa hiyo lazima unavyofanya kazi, tunafanya kazi na wadau husika kwenye hizo jamii. Ukizungumza na watu wengi wanaofanya kazi kwenye mashirika yasiyo ya kiserikali kwa maana ya NGOs, wanasema kwamba tukienda kutoa elimu, kama tukienda tu sisi wenyewe, inakuwa ni ngumu kiasi jamii zinazotekeleza mambo mbalimbali ya ukatili, iwe ni ndoa za utotoni, iwe ni ukeketaji, iwe ni aina yoyote ile ya ukatili, ule ukatili wa majumbani na aina nyingine zote, inakuwa ngumu sana kuwasikiliza wao. Lakini wakisukuma hii ajenda kupitia taasisi za dini na makanisa imekuwa ni rahisi. Natamani kusikia uzoefu halisi kutoka kwenu. Urahisi umekuwa wapi na kwa nini? Ni sahihi kwa sababu kwanza kila mahali kuna uongozi au kuna sauti ambazo zikizungumzwa zinasikika vizuri. Mfano viongozi wa dini, kuna viongozi wale wa kimila wenyewe, yani viongozi kwenye maeneo husika, tunasema kwamba influential people. Nikienda mimi kama Eliza, sio rahisi kuaminika na jamii. Kwenye jamii yoyote ina watu maalum ambao wanawaamini, wao watakapowaita wataitika. Ndizo mbinu ambazo asilimia kubwa zinatumika, kwa sababu pamoja na kwamba unapoenda mahali lazima uripoti kwenye uongozi husika, ikiwa ni pamoja pia na uongozi wa serikali, lakini pia kuna wahusika ambao ni kama wanawafungulieni milango muweze kuingia na muweze kukutana na jamii husika. Mchungaji Blantina, kwako ikoje? Kwangu ni kwamba ilikuwa ni rahisi, kwa sababu kwanza tulihakikisha tunapata viongozi wa dini, lakini pia wa serikali kama alivyoeleza mwenzangu, lakini wa kimila, ambao wa kimila hao tuna mangariba, lakini pia tuna wale wazee wa mila kabisa. Kwa hiyo tulianza kwanza kuingia kwa wazee wa mila ili tufahamu gap iko wapi, yani kinini tukifanye baadaye. Lakini ikaonekana jinsi katika mazungumzo yetu, ikaonekana wale watoto, kwa sababu ni kwa mfano mwaka huu watakeketa, kwa sababu ni mwaka unaogawanyika. Sasa baada ya kuligundua hilo, tukawa tunajitahidi kabla ya yani programu zetu tuliziweka kabla ya kukeketa, basi tukutane mara kwa mara na kupanga mikakati jinsi ya kufanya. Ikaamulika kwamba wachukuliwe wale wanaotaka, wazazi wanaotaka wawekwe watoto wao kwenye boarding,
mahali pale. Hapo tukiendelea kuelimisha viongozi wale wa dini ili wakirudi katika maeneo yao waone athari. Kulikuwa pia na madaktari, sio kwamba tulienda sisi kama viongozi wa dini. Ni kweli kwamba viongozi wa dini mnasikilizwa zaidi kuliko watu wa kawaida kama Eliza Kenda? Ndio, kwa sababu imani ya watu imejengwa katika misingi hiyo. Sasa kule kuna Wakristo upande kule wa nani sana sana niliona ni Wakristo ni wengi na dini za asili. Nikisema Wakristo kuna maana kulikuwa na watu wa Mennonite, Anglikani, Lutherani, Lutherani pamoja na dini asili. Sasa utakuta kwamba bila kuwapata hawa na kuongea nao na kuwa na workshop kongamano workshop mbalimbali, huwezi ukafanya jambo lako likasogea kabisa. Yes. Ni miaka mingi tumekuwa tukitoa elimu kuhusu mambo ya ukeketaji, ukatili wa aina mbalimbali. Unaweza kusema kidogo labda ndoa za utotoni ama hizi ubakaji labda ni mambo ambayo tunaishi nayo kila siku? Kwa nini mpaka leo bado tuna ukeketaji tangu miaka hiyo, na licha ya kuwa mpaka na siku maalumu ya kupinga ukeketaji duniani, lakini bado tuna mambo hayo mpaka kwenye dunia hii ya teknolojia? Shida mimi ninayoiona ni kwamba wengi wale wanao practice wale mangariba wanatafuta kipato. Kwa mfano, mbali na kwamba nilifanya kule Musoma, walikuwa wanatafuta kipato na mangariba walikiri wenyewe kwamba inawaletea kipato. Kwa hiyo kulikuwa na uchumi fulani ambao walikuwa wana uhitaji. Lakini sasa hivi hapa Dar es Salaam nasikia mtoto mmoja 200,000. Tunabaki mdomo wazi na wanafanyiwa Dar es Salaam. Sasa hapo basi nadhani bado kuna hatujakaa vizuri. Nadhani au tunahitaji kukaa kama hivi tulivyokaa sasa hivi ili kuweza kuchambua na kudadavua kwa undani tufanye nini. Ndio, kwa sababu kwa kweli watoto wanaumia. Bahati mbaya zile testimony za walioumizwa kwa kukeketwa ni mara chache sana unapata mtu anajitolea kusema, lakini anamweleza mchungaji maumivu yake. Ndio, na yale maumivu ndio anatufanya sisi tusukumwe zaidi kwenda kusema CCT, Baraza la Maaskofu, Baraza la Waislamu Tanzania, BAKWATA, na wote wenye mapenzi mema tufanye kitu kwa pamoja ili kuwaokoa wale watoto. Muunganiko huu wa dini katika mapambano ya ukatili wa aina mbalimbali kwenye jamii yameleta mchango gani katika hivi? Muunganiko kwa kweli tuseme serikali imesikia. Halafu hata yale maadhimisho yenyewe, zamani hakukuwa na maadhimisho ya siku ya ukeketaji duniani, lakini sasa tunayo. Kwa hiyo ile pia ni sauti, mbali na kwamba hatujafikia lengo letu, lakini tayari watu wanajua kwamba I think last week wiki zilizopita kulikuwa na siku ya ukeketaji duniani. Na sio peke yetu, tuna washirikisha nani nchi nyingine mbalimbali. Ndio. Eliza, niambie, teknolojia imekuja japo mara ya kwanza baadhi ya dini zilikuwa zinasema bwana chaneli na mambo ya Facebook, Instagram na nini, lakini sasa hivi mpaka ibada zinafanyika huko. Maendeleo haya na matumizi ya mitandao ya kijamii yamekuwa na athari gani chanya katika mapambano dhidi ya ukatili? Kwa upande wangu naona yamekuwa na athari chanya zaidi kwa sababu imekuwa ni sehemu ya kupatia taarifa. Taarifa nyingi sana ukizihitaji unazipata kupitia teknolojia, kupitia mitandao mbalimbali. Unaweza ukaona wapi nini kinafanyika na kwa namna gani. Kwa hiyo kuna information nyingi sana unaweza ukazipata kupitia teknolojia, lakini pia hata utoaji wa taarifa, mfano kama hivi masuala ya wahanga, utoaji wa taarifa pia imekuwa rahisi kwa sababu katika utoaji wa elimu zinatolewa pia namba ambazo zinarahisisha mtu kutoa taarifa. Kwa mfano last week kulikuwa na kwenye eneo letu mojawapo la kazi, kuna mhudumu wetu aliamshwa usiku wa manane kupitia taarifa ya simu kwamba
kuna hapa nyumbani kwetu tunataka kufanyiwa ukatili, kwa hiyo mabinti wawili waliweza kuokolewa kupitia namna hiyo. Sasa ukilinganisha na enzi zile ambazo hakukuwa na, yani teknolojia ilikuwa duni, ina maana kuna wengi ambao waliweza kukosa huduma au msaada wa haraka kupitia kukosa utoaji wa taarifa. Kwa hiyo imeweza kusaidia pia. Kuna aina mpya ya ukatili ambao umeletwa na teknolojia pia. Nitapenda kusikia kutoka kwenu nyote. Mnapambana nao vipi na mmekuwa na mikakati gani? Kwa upande wangu kuna wakati ambao tumeweza kutoa elimu kuhusiana na kupinga ukatili ambao unafanyika mitandaoni, let's say hasa kwa watoto, kwa sababu watoto ni wahanga. Mtoto anapostiwa yeye mwenyewe hana ridhaa, yani haelewi kinachoendelea, lakini atakapokuja kuwa mkubwa ni kitu ambacho kitamtocha. Kwa hiyo elimu inaendelea kutolewa ya matumizi sahihi ya teknolojia, lakini vile vile tumeendelea kuhamasisha jamii kutoa taarifa wanapoona kwamba kuna kitu kinachofanyika ambacho sio sahihi. Lakini kwa kuongezea pale, sasa hivi wamama ambao walishakeketwa hawapendi watoto wao wapitie hayo maumivu. Kwa maana kwa sababu hawapendi watoto wao wapitie hayo maumivu, wanakuwa kichocheo cha kuanza kusema. Wako kama hivi, unaweza ukamuuliza maswali mahojiano, halafu akakueleza kwamba kwa nini mtoto wake au watoto wake hataki waende kwenye ukeketaji. Ni baada ya maumivu binafsi. Kwa hiyo pia tunadhani kwamba kitu ambacho kinaweza kikasaidia kuwafundisha watoto wa kike, lakini na watoto wa kiume ambao watakuja kuwaoa hawa watoto. Ile dhana kwamba ambayo wamepandikiziwa kwamba ni lazima mtoto wa kike akeketwe, basi wale wa kiume wasaidie pia katika kuadvocate, kutetea ili hawa watoto wa kike wasikeketwe. Tunazungumza pia kuhusu ukatili wa kijinsia mitandaoni kwenye umoja wa hizi taasisi za kidini. Ndio. Na wewe unazungumza nini? Kwenye mitandao inategemea sasa. Kwa mfano sisi grupu letu la wachungaji wanawake, tuna incidents zinapotokea tuna share na kuanza kusema jamani, tutafanyaje, mbinu gani tutumie, manake sio wote ambao labda wana hiyo knowledge ya mambo ya ukatili. Kwa hiyo mwingine anauliza maswali, mwingine anataka kujua mmemsaidiaje mhanga. Huyu binti amechukuliwa akapelekwa kwenye kituo, na kama hakupelekwa kwenye kituo, basi kama jamii labda kuna mama mmoja amemhifadhi, au kama kuna ndugu wengine, vitu kama hivyo. Kuna siku ya wanawake duniani ambayo ndio leo. Kwa hiyo siku kama hizi, kuna siku ya wanawake, kuna siku ya kupinga ukeketaji kama ulivyosema, kuna siku ya mtoto wa kike. Siku kama hizi ama maadhimisho kama haya yamekuwa na mchango gani chanya katika mapambano ya usawa wa kijinsia kwenye jamii zetu? Yamekuwa ni sehemu ambayo kwanza sauti inapazwa na watu wengi. Kwa hiyo ule umoja unaonyesha kwamba sote ni kitu kimoja, ambao wote tunakataa ukatili, na kuhamasisha zaidi kwenye kutambua haki na misingi, na kuweza kutambua utu pia wa mwanamke, wa mtoto na hivyo. Kwa hiyo siku kama hizi nichukulia siku ya wanawake duniani, pamoja na kwamba inakuwa ni siku ya shamra, lakini inakuwa ni siku pia ya kupaza sauti, siku ya kutoa elimu, siku ya kuhamasisha nguvu ya pamoja. Labda kwa kuongezea pale, tunasahau kwamba wapo wamama wanaumizwa baada ya kuzaa watoto walemavu. Ninafanya kazi pale Muhimbili Moi. Watoto waliozaliwa na kichwa kikubwa na mgongo wazi, wazazi wao wametelekezwa na waume zao. Halafu hakuna matunzo yoyote. Halafu ukiangalia akienda hospitali anakuwa na stress, anakuwa na msongo wa mawazo. Hakubaliki nyumbani, hakubaliki na wazazi. Anaambiwa kwetu hatujazaa mtoto mlemavu. Sasa mtu kama huyo utampeleka wapi? Kitu tunachokifanya ni kwanza, akiwa bado yuko pale hospitali, ni kuwapa ile psychosocial therapy, kumsaidia kufanya kitu ambacho labda ni kushona au kutengeneza shanga kama hizi zako, ili kusudi tu dakika zile chache kupunguza stress. Lakini bado tunawaengage pia
stakeholders wengine waweze kuja kuwasaidia, kuwaletea labda chakula au kwa hakuna kuwapeleka mahali, bado tunatafuta jinsi gani tutawasaidia, kwa sababu ni jambo ambalo halikuwepo. Tumepata madaktari wanatibu vizuri, watoto wanapona, lakini wakirudi wanaenda wapi? Kabisa. Kazi nzuri, hongereni sana. Turudi makanisani na kwenye nyumba nyingine za ibada. Baadhi ya aina za ukatili zimekuwa zikifanyika kwenye nyumba za ibada na vitendo vingine vikitekelezwa na makasisi ama viongozi wa kidini, na imekuwa ikiathiri pia mapambano ya taasisi za kidini dhidi ya ukatili, kwa sababu kuna watu kama wanaona sasa mbona nadhani nampeleka mtoto wangu sehemu salama, halafu anapambana na hayo. Mnakuwa mna deal vipi mkiletewa kesi kama hii, amefanya kasisi ama amefanya kiongozi fulani wa dini, na tayari ninyi ni vinara kwenye kupambana na matukio haya ya aina mbalimbali za ukatili kwenye taasisi zetu? Kwa upande wangu sijapata kwamba nimepata shtaka mchungaji amebaka au amefanya kitu chochote cha kumdhalilisha mtoto wa kike. Sijapata. Kitu ambacho ninaona zaidi ni wamama ambao wameumizwa. Ndio. Mama ambao. Lakini unaona kama kwenye vyombo vya habari tuseme mchungaji fulani ama shehe ama hivyo. Mnakuwa mnafanya nini mkikata huko kuzungumza kwamba sawa, kesi haijaja kwangu moja kwa moja, lakini mambo kama haya yanatokea? Naomba niongezee hapo. Taasisi nyingi zina mfumo wa utoaji wa taarifa, kwamba inapotokea changamoto yoyote, taarifa inaanzia hapa, au mkakati wa kutatua unaanzia hapa, unaenda hivi. Sasa ni namna gani ambavyo kama kanisa au taasisi yoyote ya kidini inatunza yale maadili? Kwa sababu ni kweli ni jambo la kushtua unaposikia kwamba kuna mchungaji amefanya 1, 2, 3. Kuna kiongozi, sio tu mchungaji, viongozi wa makundi, tunasikia hata watoto wanawachapa au wanawafanyia harassment. Sasa taasisi nyingi zina utaratibu wa namna ya kuweza kuhandle hizo complaints. Kikubwa ni kwamba jamii husika inatakiwa itambue kwamba hiki kilichofanyika kinaweza kikafanyika mahali popote. Ujue ukatili haufanyiki tu nje ya mfumo wa kidini au nje ya kanisa, unafanyika mahali popote. Kwa hiyo kupitia kazi tunazozifanya, tunafanya kazi pia kutoa elimu kwenye makanisa yetu, kwenye misikiti nini, yani jamii iweze kujua kwamba inapotokea tatizo kama hili, hata kama ni ndani ya mfumo wa kwetu wa kidini, basi taarifa au hatua hizi ziweze kuchukuliwa. Na binafsi kuna mahali tulienda kuwezesha kuhusiana na masuala ya sexual harassment, na tukapata pia taarifa kwamba kuna mchungaji ambaye alifanya tofauti, na kanisa walikuwa wana utaratibu wa namna ya kuweza kuwawajibisha. Japokuwa katika kupeana hivyo taarifa, ni namna gani sasa pia niseme kulindwa kwa viongozi inafanyika, lakini ili isiweze kuathiri zile taarifa ambazo pia zinatolewa. Kwa hiyo kikubwa ni elimu, kuendelea kutoa kwa waumini mbalimbali, wawe Wakristo, wawe Waislamu, wawe wasio na dini, kila mmoja aweze kutambua kwamba ukatili unafanyika mahali popote. Sio lazima ufanyike nje ya mfumo wa taasisi ya kidini. Na njia zinazochukuliwa kwenye kutatua ni zile zile. Brandina, ulikuwa unataka kuongeza kitu? Nitaka niseme tu kwamba sasa hivi baada ya kuona kwamba ukatili ulikuwa umekithiri hasa wanawake na kukosa mahali pa kuzungumza, sisi kama viongozi, nikiwa mmoja wapo kushiriki katika kuanzisha haya madawati Tanzania nzima. Jeshi la polisi lilikuwa tayari wakati ule kupokea hilo wazo na kulitendea kazi. Kwa hiyo tulipata hata ufadhili kutoka UN Women kutrain polisi ili waweze ile women network, women wanaita ya wanawake pale, mtandao wa watandao pale Kilwa Road, waweze kuanzisha kitu ambacho kinaweza kikasaidia. Kwa hiyo tulikuja na kuengage WILAC, TGNP na mashirika mengine
ambayo pamoja na CCT, TEKI, BAKWATA tukaanzisha sasa mafunzo training, na mimi nilitrain hapo Kilwa Road na pia kule Zanzibar. Yes, ili kuwafungua macho kwamba hili ni tatizo na kama ni tatizo tufanye nini. Kwa hiyo sio tu sisi tuliliona tukawaengage wenyewe waliokuwa wafanya hao watendaji ambao ni polisi, tukawaambia hapana, pana something missing hapa. Mnawaengage pia wachungaji, mashehe na mapadre, kwa sababu na wao wanatuma kama hizo mara nyingine. Sasa by then, nasemea by then, wakati ule kwa sasa haliko. Kwa wakati ule hakukuwa na hiyo shida kwamba kiongozi wa dini amefanya hili baya, lakini ninaamini kama yapo sasa hivi. Sasa hivi kuna mfumo mwingine ambao naamini viongozi wa dini wanakaa wanaliona, sio kwamba hawaoni, wanaona na wanalikemea. Wanafukuzwa hata kwenye wajibu huo, wanawekwa pembeni. Na je, wahanga hapa wale wanahitaji kupata psychosocial support. Sasa Kiswahili ushauri na umeniambia kabla hatujakaa hapa Mchungaji Blanchina kwamba unawashauri ambao wamekuwa wamepitia madhira mbalimbali ya ukatili, kwa sababu una uzoefu mkubwa sana kwenye kazi kama hii. Inakuwa inawasaidia kiasi gani kusahau ama kupunguza maumivu? Huenda kusahau ikawa ngumu, wala kupunguza maumivu kiasi. Kwanza nashukuru kwamba nimepata hiyo nafasi kuweza kueleza kwa undani, kwa sababu wanapokuja pale, jambo la kwanza anakuja akijiona, akisikia kwamba yeye ni mdhambi. Ana feel guilty. Anasema mimi ndio nimezaa huyu mtoto. Lakini hajui sababu ya kuwa na mtoto wa kichwa kikubwa, mgongo wazi. Kwa hiyo taasisi pamoja na wale wote tunaofanya kazi pale, tunashirikiana kumwelimisha yule mama, kumweleza kwamba kichwa kikubwa sio kitu kingine. Tunawakalisha kwanza pamoja. Wanapokaa pale kwenye mikeka, tunakaa tunaongea kama vile tunaongea na marafiki. Unamwambia unatoka wapi? Anakwambia natoka Kigoma, natoka Dodoma, natoka Mwanza, natoka mikoa mbali. Sasa huyo mchawi, manake wengi wanasema ni kurogwa. Huyo mchawi anatoka wapi wa kuroga watu wote tulioko hapa? Huyo sio mchawi. Ina maana kuna kitu fulani kilichokosekana. Baada kujua kila na sala, halafu pile ile tu kuwaona wenzake wanao wako pale kutoka anaona sio peke yangu, afadhali. Kwa hiyo hata ile stress ya kusema nataka nikajiue, nikamtupe mtoto, nikafanya hivi, inakuwa kidogo tumeiondoa. Halafu ana smile. Yes, ana smile. Yes. Elizabeth, muda unatutupa mkono. Una ujumbe gani kwa wanawake hasa katika siku hii ambayo dunia nzima inasherehekea siku ya wanawake? Asante. Natamani kila mwanamke ajue kwamba yeye ni wa thamani. Mwanamke, mtu mzima, binti atambue kwamba yeye ni wa thamani. Na yeye pia anahusika kulinda thamani yake. Kwa hiyo endapo kama kuna namna yoyote anayopitia ya sintofahamu, aone umuhimu wa kutoa taarifa na kuweza kusaidika. Moja ya changamoto pia ambayo nimekuwa nikiiona, kuna wengi ambao pia unakuta wakati mwingine anajifanyia ukatili kutokana na hali maybe ambayo ameipitia kipindi cha nyuma. Kwa hiyo ifike mahali tuwe wepesi wa kuweza kutafuta mtu tunayemtrust, tunayemwamini na kuweza kushare yale maumivu ambayo tunayapitia. Lakini pia kuna changamoto kidogo ambayo pia nayo iko kwenye jamii wakati mwingine, hata kuonya mtoto wa jirani. Tuonye kwa upendo, tusikalie kimya. Na hata mwingine ambaye anapelekewa taarifa kwamba tumeona kijana wako, tumeona mtoto wako anafanya 1, 2, 3, tusiipokee kwa hasira, tuipokee kwa namna ya kuweza kuboresha malezi. Kwa sababu kama tunavyojua ukatili unaanzia ndani ya nyumba. Kabisa. Na unapoanzia ndani ya nyumba, mtu wa karibu kuona ni yule aliye karibu na wewe. Kwa hiyo tunavyopata alerts au red flag ya aina yoyote, tuweze kuifanyia kazi na kuweza kuonyana kwa upendo. Kabisa. Mchungaji Blanchina, una ujumbe gani? Ujumbe wangu kwa kweli, mwanamke ni wa thamani.
na sisi wamama, hebu tuwaonyeshe watoto wetu kwamba wana thamani, na pia tuwajaribu kuwa karibu na wababa au watoto wa kiume, kuwapa elimu, tuone huo upendo wa kweli, upendo ambao hautamnyanyapaa, upendo ambao utamsaidia kumfanya huyu mtoto wa kike ajisikie yuko huru katika nchi yake. Ndio. Asanteni sana Blandina na Elizabeth kwa kuungana na sisi leo hapa kwenye Digit with Imani. Imekuwa ni siku adhimu sana, hasa ukizingatia tunaadhimisha siku ya wanawake, na asanteni kwa kushare uzoefu wenu, lakini pia kutuelimisha na kutuambia kwamba kila mwanamke ana thamani, kitu ambacho nimekisikia kutoka kwenu nyote, na nadhani mimi hiyo ndo take away yangu kwa leo. Asante sana. Asante, mimi nakukaribisha sana Moi. Tafadhali uje waone hao watoto. Amina, nitakaribia. Karibu pia Dodoma. Asante sana. Asante sana. Makao makuu. Pale pale mtakuja. Kabisa, asante. Ni kama maji, nisipokunywa nitayaoga. Karibu sana. Asante sana. This is Dig It with Imani, the podcast.